الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب الديات. Tukiwa katika kitabu al-Jinayat, leo tutaanza mlango wa diyat. Wa diyatu jamu diyati, jamu diyati. Wa diyatu lughatan min wadaitu al-qatila أديه دية إذا أعطيت ديته، والجمع ديات. وشرعا katika sheria wanasema wanachuoni, hiya almalu almuadda, ni ile mali iliyotolewa lilmajniyi alayhi, kwa yule aliyekosewa, au liwaliyihi, au kwa wali wake. Kutolewa huko bisababil jinaya, kwa sababu ya kosa ambalo mtu kalifanya. Watusamma aidan al-aql, dia pia huitwa aql. Nadhani imetangulia katika hadithi nyingi tu huko nyuma ikitajwa aql kwa maana ya dia. Kama mtakuwa mmezingatia hata katika hadithi ya Abdullah bin Abbas, Mtume anasema: man qutila fi miyan au rimiyan bihajarin au sautin au asan فعقله عقل الخطأ. قوله فعقله أي فديته. kwa nini imeitwa aql? Akili, tumezoea kusema aql ni akili, si ndio? Sasa hapa imetumika neno aql kwa maana ya dia. Kwa nini imeitwa hivi? Nasema ahlul ilm lianna alqatila, kwa sababu huyu muuaji kana yajma'u diyata min al-ibil, alikuwa akikusanya dia ya ngamia. Fayaqiluha, akawa akiwafunga wale ngamia na kuwazuia bifinai awliya'i al-maqtul, katika uwanja na eneo la wale ndugu waliyeuliwa, liusallimaha ilayhim, ili awakabidhi ngamia hao. Kwa mtu akishaua, ilikuwa analeta wale ngamia wake ambao ndio dia, ngamia 100, anakuja hadi katika mji wa wale watu waliyeuliwa, ndugu zake, anawafunga pale na wazuia huko, anasubiri kuwakabidhi wale ndugu dia yake kwa ndugu yao aliyemuua. Kwa kile kitendo cha kuwazuia walingamia pale katika eneo la wale auliya al-maqtul inaitwa aql. Sababu aql ni kuzuia. Akili kwa nini imeitwa aql? Al-aql ni kule kuzuia. Akili imeitwa hivyo kwa nini? Kwa sababu inamzuia mwenye nayo kufanya ujinga, kufanya asiyotakiwa. Nafahamiana? Na dalili ya dia, anaanguka tena kweli. Dalili ya dia ni kauli ya Allah katika surat An-Nisa aya ya 92. Allah anasema: wa man qatala mu'minan khata'an
na yule atakayemuua mu'min kwa kukosea akawa hakukusudia, fatahriru raqabatin mu'mina, basi kafara yake ni kumwacha huru mtumwa mu'min wa kike mu'min. Wadiyatun, na atatoa dia, musallamatun ila ahlihi, itakayosalimishwa na kupelekwa kwa watu wake huyo aliyeuliwa. Qawluhu wadiyatun musallamatun, na dia yenye kusalimishwa na kufikishwa ila ahlihi, kwa watu wake. Ad-dhamiru huna yaudu ila al-maqtul, ay ila awliya'i al-maqtul. Dia ataipeleka kwa wale watu waliouliwa. Hii ni dalili katika upande wa Qur'an. Ama katika upande wa sunna, hadithi ya Abi Hurairah ambayo imetangulia ni ushahidi, man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairin nadharain, imma an yufdiya wa imma an yaqtul, imma apewe fidia, imma an yufda wa imma au yufdi wa ibna, amtoleshe fidia aliyeua au amue. Wazi. Na hadithi pia za mlango wetu wa leo zote ni dalili ya kufanya jambo hili na kuthibiti kwake jambo la dia. Nipi hikma ya kufanywa dia kuwa ni sheria? Nipi hikma? Alhikmatu min mashru'iyyati ad-diya hifdh al-arwah, ni kuhifadhi roho, ni kuhifadhi roho. Wa haqnu dima'i al-abriyai, na kuhifadhi damu za watu ambao wako mbali na kuuliwa, wasiofaa kuuliwa, ambao ni masumu dami, damu zao zimehifadhiwa, haitakiwi kumwagwa. Wazajar, na kukemea pia mauaji. Waradu an alistihanati bil anfus, na kuwazuia watu kudharau na kuzidogesha nafsi za watu, kwamba watu wasione kwamba kuua ni kitu cha kawaida, jambo dogo. Ni jambo kubwa. Kumuua mtu sio kama unavyoua mdudu, sio kama unavyoua mdudu. Nafsi ni kitu kikubwa, nafsi ni kitu kikubwa, hakiuliwi isipokuwa kwa haki yake. Na imetangulia hadithi huko nyuma, ni wakati gani ni halali kumwaga damu ya Muislamu. Nafahamiana? Hasa katika kipindi hiki tuna haja zaidi ya kuwa makini na mlango huu. Katika kipindi hiki tupo katika kipindi ambacho baadhi ya watu wachache wasiojitambua wanahamasisha mitandaoni huko uvunjifu wa amani. Amani ikitoweka ni sababu ya kumwagika damu. Amani ikitoweka ni sababu ya kumwagika damu, na jambo la kumwaga damu ni jambo la haramu. Kumwaga damu ni haramu, tumekatazwa sisi na sheria yetu hii ya Kiislamu. Kwa tunapaswa
kujiepusha na yale ambayo yanapelekea uvunjifu wa amani, ili kuhifadhi damu za watu, damu zisimwagike. Ama tukizembea tukafanya yale ambayo ni sababu ya umwagaji wa damu ikamwagika kwa uzembe wetu, au tukawaacha wale watu ambao ni wachache katika sisi wenye kutaka kumwaga damu, tutakuja kuwajibishwa sote kwa pamoja. Ni lazima sisi tukemee kwa nguvu zote, tukataze, ili hata likitokea la kutokea tunayo sehemu ya kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ya Rabbi, sisi tulisema tulikemea, lakini wao walikuwa ni makaidi katika jambo lao hilo, wakawa wameliingia. Ama tunaenda mbele ya Allah sote tukiwa tuko sawa, kwamba sote akili yetu ni hiyo, hakuna aliyemkemea mwenzake, hiyo itakuwa ni hatari kwetu sisi. Tunafahamiana? Naam. Qala rahimahullah ta'ala al-Hafidh Ibn Hajar عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، kutoka kwa Abi Bakri ibn Muhammad ibn Amri ibn Hazm, an abihi, kutoka kwa baba yake, an jaddihi, kutoka kwa babu yake, radiyallahu anhum, Allah awaridhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, kataba ila ahli al-Yaman, aliandika ujumbe kwa watu wa Yemen. Aliandika ujumbe kwa watu wa Yemen, na hii ilikuwa ni kawaida ya mtume alayhi salatu wassalam. Alikuwa akiandika ujumbe kuwapelekea watu tofauti tofauti, miji tofauti tofauti, yad'uuhum ila al-Islam, akiwalingania katika Uislamu, lakini pia wakati mwingine yubayyin lahum shara'i'a hadha ad-din, akiwabainishia sheria za dini hii, kama ujumbe huu aliouandika kwa watu wa Yemen. Na kama na kumbukumbu, huku Yemen ndiko ambako mtume alayhi salatu wassalam alikuwa shamwagiza huko nyuma Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, akamwambia innaka ta'ti qauman ahla kitabi, hakika wewe unawaendea watu ambao ni watu wa kitabu, ni watu wamesoma, wana ilmu. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidu Allah, na katika lafdhi ila shahadati an la ilaha illa Allah, liwe jambo la kwanza kuwalingania ni wao kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika lafdhi nyingine, katika shahada ya la ilaha illa Allah. Nafahamiana? Huko baadaye pia mtume alayhi salatu wassalam akawatumia ujumbe ambao ndio huu tunaosoma katika hadithi ya Abi Bakra ibn Muhammad bin Amr bin Hazm, an abihi an jaddi, wa abuhu huwa Muhammad wa jadduhu huwa Amri, Amr bin Hazm. Anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kataba ila ahli al-Yaman, hakika mtume alayhi salatu wassalam aliwaandikia watu wa Yemen ujumbe. Fadhakara al-haditha, akaitaja hadithi, wa fihi, na katika hadithi hiyo miongoni mwa aliyosema mtume alayhi salatu wassalam, anna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun. Mtume alayhi salatu wassalam anasema anna man i'tabata mu'minan, hakika yule ambaye atakayemuua mu'min, i'tabata ay qatala,
bila mujibin, akaua bila sababu ya msingi, bila kinachopelekea katika hilo la yeye kuua. Man atabata mu'minan, atakayemuua muumini pasina sababu ya msingi ya yeye kumuua, qatlan, uwaji ambao an bayyinatin, wenye ushahidi, an bayyinatin, wenye ushahidi, ay qamat albayyinatu ala alqatil, ushahidi umethibiti kwa muuaji, bishahidaini au aliqrar, kwa kule kupatikana mashahidi wawili waliothibitisha kwamba ni kweli huyu kaua. Hii sehemu ya kwanza ya ushahidi. Au mwenye akakiri kwamba naam, nimeua huyo, mimi ndiye niliyemuua, akakiri mwenyewe. Mtume alayhi salatu wassalam anasema na man atabata mu'minan, hakika yule ambaye atakayemuua mu'min, qatlan an bayyina, uwaji ambao ni wenye ushahidi, fa innahu qawadun, hakika hukumu yake ni kisasi. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla, enyi mlioamini mmefaradhishiwa, mmewajibishiwa kisasi katika jambo la kuua. Fa innahu qawadun, hakika hukumu yake ni kisasi na yatauliwa. Illa an yarda awliya'ul maktuli, isipokuwa watakaporidhia wale wasimamizi waliouliwa, wakasema hapana, tutaki kisasi, sisi tunataka dia, atupe dia basi. Tuliona kule katika hadithi iliyopita, man qutila lahu qatilun fahuwa bi khairi an-nadharain, ndio atakayeuliwa ndugu yake ana khiari ya moja katika mambo mawili, imma qisas au nini, au kuchukua dia. Wale watu wa marehemu aliyeuliwa wakisema sisi bwana tunataka kisasi, itazingatiwa kauli yao kwamba na wewe uliyeua utauliwa. Muda wa kuwa uwaji wako ni ni qatlul amd, uwaji wa kukusudia, ama ikiwa ni qatlu al-khata, uwaji wa kimakosa, au qatlu shibhi al-amdi, uwaji ambao ni mfano wa kukusudia kisi kukusudia. Tulitoa mfano, si ndio? Kwa mfano mmoja, niongeze mfano mwingine. Mtu anataka anawinda wanyama wake, anamshale akauvuta, alipovuta akaona swala, yule swala akaachia mshale. Ulipotoka ule mshale, kabla kuifikia swala akatokeza mtu kati, ukampiga kichwani akafa. Hii ni amd, hii si amd, sawa? Si amd. Sasa watu aliyeuliwa wana khiari, utakapokuwa uwaji na kukusudia, imma kisasi ikiwa wataona hivyo, au dia, ambapo ni ngamia wangapi? Ngamia 100 dia yake. Ndio maana Mtume akasema hapa, illa an yarda awliya'u al-maqtul, isipokuwa watakaporidhia wale wasimamizi, wale ndugu wa aliyeuliwa, kwamba hapana, hatuoni kisasi, tunaona kuchukua dia, basi kauli yao itazingatiwa. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam, wa inna an-nafsa wa inna fi an-nafsi diya wa inna fi an-nafsi diyata. Sawa? Takdiri yake inakuwaje hapo? Ni sauti nahwa Ashraf, takdiri yake inakuwaje? Tukisema wa inna diyata fi an-nafs 100 min al-ibil, itakuwa imekuwaje Abu Isa? Watanahwa tunasemaje? Wa inna fi an-nafsi diyata, wa inna diyata fi an-nafsi
Hakika dia katika nafsi 100 min al-ibil, ni ngamia 100. Sawa. Wa inna fi an-nafs ad-diya, na hakika katika kuua nafsi kuna dia. Sawa. Au wa inna ad-diyata fi an-nafs, na hakika dia katika nafsi, mtu akiua nafsi 100 min al-ibil, ni ngamia 100. Wa fil anfi, na katika pua. Wa fil anf, na katika pua. Idha aw'aba jat'ahu ad-diya, utakapoenea ule ukataji wake, akawa bilikata pua lote, ad-diya, atatoa dia kama ile ya kuua. Wa fil lisani ad-diya, na katika ulimi kuna dia. Wa fil lisani ad-diya. Qala wa fi shafataini ad-diyata, na katika midomo miwili, mdomo wa juu na wa chini, shafanizi, shafa ya juu ash-shafatul ulya wa shafatus sufla, mdomo wa juu, mdomo wa chini, kuna dia pia katika hizo shafa. Wa fi dhakari ad-diya, na katika dhakar ni utupu wa mwanamume, karamakumullah. Wa fi dhakari ad-diya, na katika utupu, mtu akimkata mwenzake utupu akamjeruhi, naye atafanywa hukumu hii dia, tatoa dia. Wa fil jaifati thuluthu ad-diya, nimeruka. Wa fi ad-diya, wa fi dhakari ad-diya, wa fil baydataini, wa fil baydataini ad-diya, na katika bayda mbili. Bayda, anasema al-Allama al-Bassam rahimahullah ta'ala kwamba hiya al-baydatu min a'dha'i at-tanasul, ni yai katika viungo vya uzazi. Sawa. Katika maumbile ya mwanamume, katika ule utupu wake kwa chini kuna kuwa na mithili ya mayai, zinaitwa baydataini, zinaitwa baydataini. Mtume anasema wa fil baydataini diya, na katika baydha mbili hizo, mayai hayo mawili, kuna dia pia. Ndipo mtu atamjeruhi mwenzake akamshambulia katika sehemu hiyo, basi kuna dia hapo. Wa fi sulbi diya, na katika mgongo kuna dia, uti wa mgongo. Kimpiga mwenzako, kamjeruhi, kamvunja mgongo na kadha, na wewe utatoa dia. Wa fi rijli alwahidati nisfu diya, na katika mguu mmoja, wa fi rijli alwahida, na katika mguu mmoja, nisfu diya, kuna nusu ya dia, nusu ya dia. Wa fil ma'mumati thuluthu diya, wa fil ma'mumati thuluthu ad-diya. Al-ma'muma ni ngozi, ni unasema kwamba al-ma'muma jeraha ambalo ujeruhi ambao unamjeruhi mtu katika ngozi yake, sehemu ya kichwani, mpaka kufikia ubongo. Yani al-ma'muma ni ule ushambuliaji au ujeruhiji ambao takhriqul jild, unaotoboa ngozi, hata tasila ila ummi dibagh, mpaka kufikia ubongo. Kwa fil ma'muma, na katika ujeruhiji ambao unamuathiri mtu mpaka katika ubongo wake, thuluthu diya,
kuna theluthi ya dia. Wa fil jaifati, na katika jeraha la sehemu ya tumboni, mpaka mchoma kitu mpaka kikafika tumboni mwake, sasa kutokea tumboni au kutokea mgongoni au shingoni, uchomaji ule kutokamana na kile alichokitumia, silaha aliyotumia ikafika mpaka tumboni, basi hukumu ya shambulizi hili ni thuluthu dia. Kwa ufupi ni kwamba wa fil ma'muma hapa ni kumjeruhi mtu sehemu za kichwani mpaka kufikia ubongo. Alafu aljaifa ni kumjeruhi mtu mpaka kulifikia tumbo, ni kwa ndani, kama mchoma na kitu kikatokea tumboni kwa juu mpaka ndani, au mgongoni mpaka ndani, au shingoni mpaka ndani katika tumbo lake. Hii inaitwa aljaifa. Hukumu yake ni thuluthu dia, thuluthi ya dia. Kwa ile dia igawe sehemu tatu, fungu moja katika matatu hayo ndio dia yake. Wa fil munaqilati 15 min al-ibil, wa fil munaqila 15 min al-ibil, na katika shambulizi ambalo una ufunua mfupa wa kichwa, shambulizi lenye kufunua mfupa wa kichwa, sawa, au upasuaji, mchanaji ambao mtu amepigwa, kachanwa, akapasuliwa mfupa katika kichwa chake ukaonekana, ukadhihiri, 15 min al-ibil, hukumu yake ni kutoa ngamia 15. Wa fi kulli isbu'in au isbu'in min asabi'il yadi, na katika kila kidole miongoni mwa vidole vya mkono, wa rijl, na miguu, 10 min al-ibil, ngamia 10. Kimkata mtu kidole dia ngamia 10. Wa fi sinni 5 min al-ibil, na katika jino ngamia 5. Kimtoa mtu jino ngamia 5. Wa fil mudihati 5 min al-ibil, na katika upasuaji au uchanaji ambao unaodhihirisha mifupa ya kichwani, yani al-mudiha ni kama al-munaqila, sawa. Al-munaqila anasema al-alama al-Bassam, al-mudiha hiya shajjatu allati tuwaddihu 'azma ar-ra's, ni ule upasuaji, ni mtu akapigwa na kitu ikampasua kiasi ambacho kikaweka wazi au ukaweka wazi upigaji huo, upasuaji huo, 'azma ar-ra's, ile mifupa ya kichwa. Watubdi bayadha, na ukadhihirisha ule upe wake hiyo mifupa. Wala tukasiru, lakini haupasui mifupa au hauikati hiyo mifupa ikatiki. Fahiya khasatun birra'si walwajhi, hii mudhiha ni ushambuliaji ambao unahusiana na kichwa na uso peke yake. Lakini munaqila, yani nataka tuelewe tofauti ya almunaqila na almuwadhiha. Ukitafsiri kama zinafanana, lakini kuna tofauti, na ndio maana ukitazama hukumu yake ni tofauti. Almunaqila ni ngamia 15, lakini almuwadhiha au almudhiha ni ngamia 5. Katika almunaqila anasema hiya shajjatu allati tuwaddihu 'azma ar-ras, ni ule upigaji au upasuaji ambao unaweka wazi mifupa ya kichwa. Wa tunqilu 'idhamahu bitaksirihi,
na kuihamisha mifupa yake kwa kule kuivunja vunja. Mila tofauti yake. Kwa almunaqila ni kumshambulia mtu sehemu za kichwani kiasi ambacho paka mifupa yake unaivunja, lakini mudhiha unamshambulia na mifupa inaonekana lakini pasina kuivunja na kuihamisha katika sehemu zake. Mtume anasema wa fil mudhiha 5 min al-ibil, na katika ushambuliaji huo wenye kuonyesha mifupa sehemu za kichwani pasina kuihamisha mahala pake, 5 min al-ibil, hukumu yake ni kutoa ngamia 5. Hiyo ndio dia. Wa inna ar-rajula, na hakika mwanamume, yuqtalu bil mar'a, anauliwa kwa sababu ya kumuua mwanamke. Wa ala ahli dhahabi 1000 dinari, na kwa watu wa dhahabu. Wa ala ahli dhahab, na kwa watu wa dhahabu 1000 dinari, dia yao watatoa dinar 1000, ikiwa ni badala ya ngamia 100, wao watatoa dinar 1000. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته، ومتفوتيان katika usahihi wa hadithi, لكن القول الصحيح كما ذهب إليه العلامة البسام رحمه الله أن الحديث صحيح، أن الحديث صحيح، كما حديثين صحيح. anasema waqad sabaqa al-kalamu alayhi fi kitab at-tahara, na imetangulia maneno juu ya hadithi hii katika kitabu cha tahara. Kabla sijaendelea ya ikhwata Mzee Muhammad, hadithi hii imeeleweka hizi dia zake au nirudie tena? Nirudie? Haya, takapoeleweke vizuri hapa dia hizi, msije mkaenda kukata watu huko mikono kwa makosa ambayo hukumu zake si kukata mikono. Kuna watu wakorofi kweli, pamoja kwa yote haya tunayasoma hayatekelezi kwa sheria mkononi kwa mitaani. La budda min wali al-amr, kuwe na kiongozi katika miji ya Kiislamu kama katika miji yetu hii. La waache ni mamlaka zao huko, sawa kama katika dola ya Kiislamu hapo sawa, zinafanya kazi sheria hizi. Anasema an Abi Bakri ibn Muhammad ibn Amri ibn Hazm an abi an jaddi, kutoka kwa Abi Bakr ibn Muhammad bin Amr bin Hazm, kutoka baba yake, kutoka babu yake, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman, hakika mtume sallallahu alaihi wasallam aliandika au aliwaandikia watu wa Yaman ujumbe. Fadhakara al-hadith, kataja hadith. Babu yake na Abi Bakr kataja wafihi, na katika hiyo hadithi, anna man i'tabata mu'minan, hakika yule ambaye atakayemuua mu'min basi na sababu ya msingi. Na sababu za kumuua mu'min ni ngapi? Sababu zinazohalalisha kumwagwa damu ya mu'min ni ngapi? 3. Kuua kwa kusudia, kuritadi, na kuzini kwa aliyeoa au kuolewa. Katika dola ya Kiislamu anauliwa aliyefanya moja katika haya, lakini baada ya hatua zile ambazo zimewekwa na utaratibu wa sheria. Qala wa fihi anna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyina
aliyemuua mu'min basi na sababu ya msingi, qatlan uwaji ambao an bayina, wenye ushahidi, wenye ubainifu unaothibitisha kwamba ni kweli kaua, fa innahu qawadun, hakika hukumu yake ni kisasi, hukumu yake ni kisasi, taulio. Illa an yarda awliya al-maqtul, isipokuwa wakiridhia watu wa marehemu, watu waliouliwa. Wa inna fi an-nafsi ad-diya, wa inna fi an-nafsi ad-diya, na hakika katika nafsi kuna dia. Kiua nafsi kuna dia 100 min al-ibil, ambayo ni ngamia 100, kwa ngamia 100. Hapa aliposema Mtume illa an yarda awliya al-maqtul, anasema Sheikh Safiyur Rahman al-Mubarakfuri فيه دليل على أن الخيار بين القصاص وأخذ الدية إلى أولياء المقتول لا إلى القاتل. kuna dalili katika kauli hii ya kwamba khiari baina ya kisasi na kuchukua dia ni kwa mawali waliouliwa na si kwa aliyeua. Si kwa aliyeua, kwa maana aliyeua hana khiari yeye, khiari ipo kwa watu waliouliwa. وقد قال به الجمهور، na hii qaul wamesema jumhur ulama illa al-hanafiyya, isipokuwa mahanafi. Faqalu, wakasema la khiyara lahum fi akhdhi ad-diyah illa birda al-qatil, kwamba watu wa marehemu hawana khiari ya kuchukua dia isipokuwa kwa ridhaa ya aliyeua, isipokuwa kwa ridhaa ya aliyeua. Sasa aliyeua atachagua nini hapo? Aliyeua atachagua nini baina ya kisasi na kutoa dia? Hata kama hana shilingi 100, yani hana uwezo hata kidogo wa kununua hizo ngamia, atasema dia, sawa. Lakini hilo haliko kwake, hilo limeachwa kwa awliya al-maqtul. Hilo limeachwa kwa awliya al-maqtul. Wa hum mahjujuna bihadha al-hadith wa amthali. Anasema Safiyur Rahman rahimahullah kwamba wa hum mahjujun, na wao ni wenye kushindwa hoja bihadha al-hadith, kwa hadithi hii, wa amthalihi, na mfano wake. Wa fil anf, Abu Isa, tunaenda hivi. Wa fil anf, na katika pua, endapo mtu atamkata pua mwenzake, kamjeruhi sehemu ya puani, idha aw'aba jad'ahu ad-diya, atakapoeneza ule ukataji wake, kwa maana akamkata pua lote mtu. Anasema Safiyur Rahman, ay qata'a bi ajma'ihi, akalikata pua lote, mwenzake akawa anapata tabu kunusa, ad-diya, zatoa dia. Na ndio imeandikwa hivyo, au abajad'ahu u'iba, sawa. Kama idha u'iba jad'uhu, utakapoenezwa ule ukataji wake, katwa lote pua, sawa, kalikata lote zima, ad-diya, atawajibikiwa na dia, ai ad-diyatu al-kamila, dia kamili kama ile ya kuua. Anasema Sheikh Safiyur Rahman hapa kwamba ad-diya ai iko wapi? Kamila, dia kamili ya ngamia 100. Wa fil ainaini, na katika macho ad-diya, dia pia
Wa fil ainain, na katika macho mawili adia, dia pia. Kimjeruhi mtu macho yake akawa haoni, tatoa dia. Wa fi lisani adia, na katika ulimi kuna dia. Anasema kamila, dia kamili, idha qata'a min aslihi, atakapokuwa amekata kuanzia katika mwanzo wake huo ulimi, au ma yamna'u minhu al-kalam, au akakata kiasi ambacho atashindwa kuzungumza huyo mwenzake, atakuwa hawezi kuongea kutokana na ule ukataji wake alomkata katika ulimi. Wa fi shafatain, na katika midomo miwili wa juu na wa chini adia, kuna dia pia. Wa fi dhakari dia, na katika dhakar utupu wa mwanamume kuna dia. Kimjeruhi mwenzako katika sehemu ya utupu, na wewe tatoa dia. Wa fil baydataini, na katika mayai mawili ya uzazi mwanamume adia, kuna dia pia. Wa fi sulbi dia, na katika mgongo kuna dia. Kimvunja mtu mgongo tatoa dia. Kimvunja mtu mgongo tatoa dia. Haya, anasema Abu Isa pamoja. Wa fi rijli alwahida, na katika mguu mmoja nisfu dia, nusu ya dia. Tukimjeruhi mguu wake, basi utatoa nusu ya dia, ambayo nusu ya dia ni ngamia 50. Qala wa fil ma'muma, wa fil ma'muma, na katika ma'muma, ambayo ma'muma ashajjatu allati balaghat ila ummi dibagh, ni uchanaji au upasuaji uliofika hadi katika ubongo. Sababu imetafsiriwa ma'muma kwa maana ya ummu dibagh, na ummu dibagh ni dimagh kwa mimi, ummu dimagh. Yani neno ma'muma limetafsiriwa kwa ummu dimagh, na ummu dimagh ni ile ngozi inayokuwa juu ya ubongo. Sasa itakuwa maana wa fil ma'muma, na katika upigaji wenye kufikia ubongo, upasuaji au uchanaji wenye kufikia ubongo, thuluthu dia, dia yake ni thuluthi ya dia. Ngamia 100 wagawe kwa 3, fungu moja ndio dia. Wa fil jaifa, na katika jeraha au shambulizi lenye kumfikia mtu ndani ya tumbo lake, sawa, dia yake anasema thuluthu dia. Na Safiyur Rahman anasema hapa kwamba hiya ta'natu, ni ule uchomaji, allati balaghat ila jawfi albatni au alras, uliofika ndani ya tumbo au ndani ya kichwa. Kwa hiyo aljaifa na alma'muma unaweza ukazitafsiri zote mbili kwa maana ya kuchoma. Uchomaji wenye kufikia ubongo katika ma'muma, na uchomaji wenye kufikia tumbo kwa ndani, ambao ndio jaifa. Kwa fil jaifa, na katika uchomaji wenye kufika ndani ya tumbo au ndani ya kichwa pia, thuluthu dia, hukumu yake ni kutoa thuluthi ya dia. Wa fil munaqila 15
min al-ibil, na katika uchomaji ambao ni wenye kuhamisha mifupa ya kichwa sehemu zake ni 15 min al-ibil, ngamia 15 ndio dia yake, ngamia 15. Ni upasuaji ambao tukasiru al-'azm wa tukhrijuhu an mahalli, kuivunja mifupa na kuitoa sehemu yake. Konga dia yake ni ngamia 15. Qala fi kulli isbu'in min asabi' al-yad, na katika kila kidole miongoni mwa vidole vya mikono, wa rijl na miguu, 10 min al-ibil, ngamia 100. Wa fi sinni 5 min al-ibil, na katika jino ni ngamia 5. Wa fi al-mudhiha au al-muwaddiha 5 min al-ibil, na katika uchanaji ambao naam wapi hapo la ngamia 10. Wa fi kulli isbu'in min asabi' al-yad, na katika kila kidole miongoni mwa vidole vya mikono, wa rijl na miguu, 10 min al-ibil, ngamia 10. Wa fi sinni 5 min al-ibil, na katika jino ni ngamia 5. Wa fi al-muwaddiha 5 min al-ibil, na katika muwaddiha ambapo tumesema nini, anasema hiya al-jurhatu allati tarfa'u al-lahma min al-'azm wa tuwaddihu, ni ile jeraha ambalo huinua nyama katika mfupa na kuudhihirisha mfupa. Dia yake ni 5 min al-ibil, ngamia 5. Wa inna ar-rajula yuqtalu bil mar'a, na hakika mwanamume anauliwa kwa sababu ya mwanamke, kaua mwanamke naye anauliwa. Wa ala ahli dhahabi 1000 dinari, na kwa watu wa dhahabu wao dia yao ni dinar 1000, dinar 1000. Wao wanapaswa kutoa dinar 1000 na sio ngamia 100. Akhrajahu Abu Dawud fi al-Marasil والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. واضح؟ anasema وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, kutoka Abdullah bin Mas'ud Allah mridhie amesema, kutoka Mtume alayhi salatu wassalam kasema, diyatul khata'i akhmasan, dia ya uwaji kukosea, diyatul khata', dia ya uwaji wa kukosea. Hadithi hilo pita na faida nyingi, ila tukianza kutusoma hapa tumalize, itakuwa hadithi nyingi peke yake, lakini na imani kwamba tumepata sehemu na kujua hizo dia za viungo hivi ambavyo vimetajwa. Anasema diyatul khata'i akhmasan, dia ya kukosea ni mtu aliyeua kwa kukosea, sio kukusudia. Akhmasan ina sehemu 5 za hao ngamia. Diyatu al-khata', dia aliyeua kwa kukosea, ina sehemu 5. 20 hiqatan, katika hao ngamia 100, 20 wawe ni hiqa, ngamia 20 wawe ni hiqa.
hiqa ni ngamia gani? Ni al-ibilu allati dakhalat fi sana ar-rabi'a. Hiqa ni ngamia aliingia katika mwaka wa 4, ngamia mwenye miaka 4. Kwa hiyo sehemu ya kwanza katika hizo sehemu 5 za dia ya khata 20 hiqatan, kama mtu atoe ngamia 20 wenye miaka 4 sawa. Wa 20 jadha'atan, na 20 wengine ambao ni jadha'a. Jadha'a ni hiya allati dakhalat fil khamisa, ni wale walioingia katika mwaka wa 5 katika ngamia. Kwa hiyo ngamia 20 wenye miaka 4 na wengine 20 wenye miaka mingapi? 5. Anakuwa ngapi hao? 40. Katika 100 bado ngapi? Bado 60. Qala wa 20 banati makhadin, na 20 wengine ambao ni banati makhad. Banati makhad ni wingi, umoja wake ni bintu makhad. Bintu makhad ni ngamia gani? Anasema wa bintu makhad allati dakhalat fi thaniya, ni yule aliingia katika mwaka wa 2. Ni ngamia alitimiza mwaka 1 ameingia mwaka wa 2. Hiqa alitimiza 3 kaingia wa 4. Jadha'a alitimiza 4 kaingia wangapi? Wa 5. Wa 20 banati labun, na wengine 20 ambao ni banati labun. Banati labun ni wengi wa bintu labun. Bintu labun ni ngamia gani? Bintu labun ni allati dakhalat fi thalitha, ni ngamia aliingia katika mwaka wa 3, katimiza miaka 2 kaingia mwaka wangapi? Wa 3. Na hawa pia 40. Ukihesabu anakuwa ngapi? 20 hiqa, 20 jad'a, 20 banat makhad, wangapi? 60. 20 banat labun, 20 wengine banat labun wangapi? 80. Na 20 bani labun, na 20 bani labun. Bani labun ni kina nani? Banu labun ngamia gani? Anasema Bani labun, anasema rahimahullah ta'ala wa bintu labun allati dakhalat. Hapa hajahitaji, tuangalie katika sehemu ya pili. Labun ni wao wenye miaka mingapi? Banat labun tumesema ni wale walioingia katika mwaka wa 3. Ngamia ambaye alitimiza miaka 2 kaingia wa 3, wa kike. Sawa? Wa kike. Wakikosekana wa kike, yani hawa wa kike nitakuwa 20 na wa kiume 20. Sababu banat labun ni ngamia wa kike wenye miaka 3, yani walioingia katika miaka 3. Wao 20 wa 20 bani labun, na 20 wengine pia hawa wenye miaka 3 lakini wa kiume au jinsia ya kiume, madume, si majike. Qala akhrajahu ad-Daraqutni wa akhrajahu al-4 bi lafz wa 20 bani makhad badal bani labun. Na umetoa al-4 ahlu sunan kwa tamshi wa 20 bani makhad badala bani labun. Sehemu ya bani labun kule imekuwa bani makhad. Wa isnadu al-awwal aqwa, na isnadi ya kwanza ndio yenye nguvu zaidi. Wa akhrajahu ibn abi shayba min wajhin akhar mawqufan, hadithi ameitoa pia ibn abi shayba
katika njia nyingine ikiwa ni mauqufu. Wa huwa asahhu min al-marfu', na hii ni sahihi zaidi kuliko hiyo ambayo ni marfu'. Wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi min tariqi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi rafa'a. Na ametoa pia hadithi ya Abu Dawud na Tirmidhi katika njia ya Amr ibn Shu'aib kutoka baba yake kutoka babu yake, kwamba amenyanyua hadithi hiyo kwa Mtume alayhi salatu wasalam, ad-diyatu 3 hiqqa, ad-diyatu 30 hiqqa, kwamba dia ni hiqqa 30. Hiqqa ni ngamia gani? Tumeona kama ni ngamia mwenye miaka mingapi? Minne. Ngamia mwenye miaka minne, hiqqa. Ngamia aliingia katika mwaka wa 4. قال و30 جذعة، نجذع 30 شبيتا كمتانو، و40 خلفا، و40 خلفا بفتح الخاء وكسر اللام، خليفة، 40 خليفة، و40 خليفة. والخليفة قال هنا هي الحامل من الإبل، نغاميا mwenye mimba، ngamia mwenye mimba. Kwa hiyo و40 khalifa fi butuniha auladuha, na ngamia 40 ambao fi butuniha, katika matumbo yake, auladuha, kuna watoto wake, kuna wenye mimba, wenye mimba. Nafahamiana? Na hapa ndipo tutakapoishia katika darasa yetu ya leo. Haya, hadithi ya mwisho hii imegawanya dia katika sehemu ngapi? 3. 30 hiqqa, 30 jadha. Hiqqa 30, jadha 30, 60, 40 khalifa. Bas, imeisha. Kwa mtu atafanya kile ambacho kitakachokuwa katika wasaa wake, kwa maelekezo kwa kiongozi atakayemsimamia katika hilo. Ima akachagua njia ya mwanzo 20 mpaka mwisho, akhmas, mafungo matano, au akachagua hii thulathia ambayo ni 30 hiqqa, 30 jadha, 40 khalifa. Hizi ni dia katika upande wa utekelezaji. Tutakuja kuanzia katika hadithi ya Ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma. Allahu ta'ala a'la wa a'la. Subhanakallahumma wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر